Story ya mama aliyeoleka na kipofu part 2. Kama haujaona part 1, tafuta part 1 upate kuelewa. Tuliachie pale ambapo mama ameingia kwanza kuombaomba. Ameingia katika familia moja ya kitajiri. Huyu mama alipoingia katika familia moja ya kitajiri, huyo tajiri alipomwona huyo mama na akaambia, mama, unataka nikusaidia vipi? Mama akamwambia kwamba mimi ni maskini, niko na watoto 5 na niko na mzee ambaye ni kipofu, ambaye ananitegemea mimi pamoja na familia yangu yote, na mimi sina uwezo. Ndio maana nimekuja hapa kwako ili nikakuomba msaada, ukanisaidie angalau chakula ama hata pesa, ili ningeweze kuwalisha jamaa zangu. Ule mzee aliangalia huyo mama kwa huruma zake. Nielewe vizuri, kwa huruma zake huyo mzee akachukua shilingi 1000 akampa mama. Mama alimshukuru sana, oh my God, na akaondoka pale akijua kwamba leo hii angalau familia yangu itakula, itakunywa. Aliporejea nyumbani akawa amenunua chakula. Watoto walifurahi, mzee alifurahi, hiyo nyumba ikatabasamu kwa hiyo siku. Kwa kuwa hiyo pesa haikuweza kusaidia huyo mama kwa siku mingi, baada ya siku 3 njaa ilianza tena. Na huyo mzee ambaye alimsaidia huyo tajiri, aliyesaidia huyo mama, alimwambia kwamba siku ambayo utahitaji msaada tena arudi. So huyo mama alipokumbuka alivyoambiwa ya kwamba siku ambayo atahitaji msaada arudi, alifunga safari moja kwa moja hadi kwa huyo tajiri. Oh no. Alipofika pale akamkuta tajiri. Tajiri akamjua, akamwambia ingia. Akamwambia tajiri, nimekuja tena ukanisaidia. Yule mama akaambiwa ya kwamba leo sina pesa, itabidi tuandamane moja kwa moja hadi benki tukazitoa pesa. Huyu mama hakukataa. Waliandamana moja kwa moja hadi benki. Ndugu yangu, kumbe benki ni lodging. Huyu mama aliingishwa kwa lodging. Nakumbuka ni mjamzito, bado mimba iko miezi 3-4 hapo. Walipoingia kwa lodging, mama hakuwa anafahamu ya kwamba hii ni lodging. Walipofika kwa room, huyo mzee alifungua mlango na kusukuma mama ndani na kuambia, mama, toa nguo. Huyo mama alilia sana. Huyo mama alipika mayowe. Huyo mama alimuomba huyo tajiri ya kwamba asimfanyie kitu chochote kibaya. Hata kama ni zile pesa alimsaidia sa kwanza atarudisha. Lakini kwa kuwa huyo mzee alikuwa katiri na kutaka kutimiza kila ambacho ako nacho kwa moyo wake, akasisitiza yule mama atoe nguo pamoja na kisu mkononi. Kamwambia huyo mama, usipotoa nguo, mimi na wewe leo basi na kuua humu. Yule mama aliangalia kuliko akufe. Ndugu yangu, ukitaka kuendelea na hii story, fuatilia hii story, mama story aliyeoleka na kipofu part 3, upate kujua ni nini ambacho kilifuatia baada ya mzee kumsisitiza atoe nguo na huyu mama akawa amemuomba sana. Tafuta part 3 na usikose.